Umekubali kuolewa Mathna. Assalamu alaikum kazini. Umekubali kuolewa Mathna, si ndio? Kwanza kabla hujaolewa, kuna vitu vitatu itakana uvijue. Kwamba tayari yule mwanamume ana familia ya kwanza, wewe umekwenda kujiunga kwenye familia ambayo tayari ipo. Pili, ndoa yake ya kwanza sio lazima, yani inamaanisha sio lazima uinyenyekee. Yule ni mke mwenzio, sio mamako. Of course heshima iko pale pale. Kitu cha tatu, maamuzi yoyote utakayochukua pamoja na yule mume wako, zingatia kwamba yataathiri ndoa ya mwenzako ya kwanza. Maamuzi yoyote utakayochukua kuhusu yule mume, au pesa fanya hivi, pesa tujenge huku, yataathiri ndoa yake ya kwanza. Kwa hiyo toa maamuzi ya kupendelea kote kote. Yatakayo kukuta kama umeolewa sehemu ambayo ni watu hawana dini na ni majahil. Tumeona sana wake wa pili wakionekana kwamba ni wakorofi na hawataki maendeleo kwenye familia ya kina mume. Kama mume alikuwa na kijiploti, utambua umefuata ploti. Mume akiwa mgonjwa, utambua wewe ndio umekuja kuleta ugonjwa. Watoto wa yule mke mkubwa wakidhurika, utambiwa ni wewe. Hivyo vitu lazima vitakukuta. Of course kama familia haina akili. Pia yule mke mwenzako, yani dada yako mkubwa, mke mkubwa wa mumeo, huenda akaongeza majukumu upande wa kwake, akavuta, akatumia watoto pia ili apate attention ya mumewe. Mujitama utakuchukia, yani community watakuchukia na watakuona kwamba wewe ni adui kwa yule mwanamke mwenzako. Not kwamba ukishindwa kusubiria hayo yote uondoke, utasemwa hivyo pamoja na kwamba umeacha utasemwa, na ukikaa hapo pia utasemwa. Lakini uko katika ibada, wewe hauzini, usivunjike moyo. Kuwa strong, kuwa shupavu, sikiliza mume wako anachokisema, unless abadilike kitabia. Kipindi kigumu ni kwako, si kwa mke mkubwa, ni kwako wewe bibi harusi. Utakabiliana na mengi sana, pamoja na kwamba utarengisha kwa mumeo, lakini mengi yatakukabili mdogo wangu. Inatakiwa ujikaze kimaana kitambo uingie kwenye hiyo sehemu. Kwa sababu hata huyo mumeo ameambiwa kukuoa wewe ni sawa sawa na kwamba ameshikililia kaa la moto. Kwa hiyo nyote wawili mko katika mtihani. Na njia nzuri ya kuepukana na huo mtihani ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na mjue kitendo mlichokifanya kwamba ni ibada na ucha Mungu uko pale. Ni nasaha tu. Assalamu alaikum. Wallahu ala ma aqulu wakila. Ma'asalam.